Sasa kadri visa vya ukatili wa kijinsia almaarufu GBV vinavyozidi kuripotiwa humu nchini, viongozi wanapaza sauti kwa serikali, kanisa na jamii kuungana ili kuimarisha mapambano haya dhidi ya majadiliano ama katika maadili ya familia ya ushirikiano kama msingi endelevu. Sasa Edna Nerea anaarifu mengi kuhusu taarifa hii. Masuala ya jinsia Hannah Cheptumo amehimiza Wakenya kuchukulia mazungumzo kama njia ya amani ya kutatua migogoro ya familia. Akizungumza katika hafla iliyofanyika mjini Nyeri, Cheptumo alisema idadi kubwa ya kesi za GBV zingepunguzwa ikiwa kungekuwa na mawasiliano ya dhati ndani ya familia. Waziri huyo pia alitoa wito kwa serikali, viongozi wa dini na jamii kuimarisha ushirikiano katika kuzuia ukatili wa kurejesha maadili yaliyopotea. Alisisitiza umuhimu wa kuripoti matukio ya GBV kwa mamlaka husika ili kudhibiti wimbi la vurugu. Lakini sisi kama wizara, kwa sababu hiyo iko under Children's Services, hapo kwa sababu ni lazima tuhakikishe watoto wanaenda shule, watoto wanakuwa kama watoto wale wengine, na kama inawezekana wote warudishwe katika familia. Kwa sababu kama mtu hajalelewa katika familia, ni ngumu sana kujua unaamka saa ngapi, unakula saa ngapi, shule umeendelea aje. Na kuna katika wizara yetu ya Children's Services, katika hiyo State Department ya Children's Services, kuna CEO. Katika hafla hiyo, Duncan Mathenge alilalamikia kuendelea kwa ndoa za mapema kwa watoto, akisisitiza haja ya kulinda kizazi kijacho dhidi ya vitendo hivyo vya madhara. Pia alionya kuhusu ongezeko la matumizi ya dawa za kulevya katika jamii, akisema ni chanzo kikuu cha migogoro na ukatili. Alitoa wito kwa jamii kujihusisha kikamilifu katika kuzuia athari zake. Kesi za mtoto kushikwa ati kwa sababu ni katika familia, hiyo tumekataa. Ati kwa sababu mtoto alishikwa na anko yake ama na kazini yake, huyo ni mtoto, apewe nafasi ya kukua kama mtoto, apikishe umri wa kujiamulia. Lakini hiyo jukumu ya sisi kuchukua, hiyo tumekataa. Upande wake, kamishna wa kaunti ya Nyeri Ronald Mwiwawi alifichua wasiwasi wake kuhusu uhusiano duni kati ya vijana na maafisa wa usalama. Alielezea kuwa kukosekana kwa heshima ni kikwazo kikubwa katika kuimarisha sheria na utawala, na kusisitiza haja ya kujenga uhusiano wa heshima na mashirikiano katika jamii. Nachukia sana kuona kijana anachukua jiwe anamrushia nani? Na mliona askari dada yetu kule Nairobi amepasuliwa kichwa na bado vijana wanampiga mateke. Nawe ni mama ya mtu, ni dada ya mtu, ni mtoto wa mtu. Kwani heshima yetu sisi wa Kenya ilienda wapi? Heshima ilienda wapi? Na askari amekukosea nini? Na kuna watoto hapa bado wanatazamia kukua nini? Kwa juhudi za pamoja kupitia mazungumzo, kurudisha maadili ya familia na kuimarisha ushirikiano, mapambano dhidi ya GBV yanaweza kuwa na mafanikio na kujenga jamii salama yenye heshima na mshikamano kwa wote. Edna Nerea, Runinga ya Kenya.